Alivyosema Salma kwamba siku 2 zilizopita hapa humu ndani mimi Bwana Zembwela sote ilitujia hali ya mchafuko wa tumbo. Mimi tumbo lilikuwa linaniuma lakini nilikuwa si shida. Naam. Huyu bwana hali yake ilikuwa ni mbaya zaidi. Sasa sasa niweke vizuri, nilikuwa siumwe tumbo, lakini nilikuwa na uhusiano wa karibu sana na msalani. Sawa sawa. Tumbo aliuma. Sawa sawa. Ruti. Musa tumbo linauma lakini ruti hakuna. Mimi tumbo linauma lakini ruti alafu najikuta uncomfortable. Katika kipindi hiki cha mvua nyingi, baridi, mvua huwa zinaleta mazingira kwa ajili ya mazalia au kustawi kwa wadudu mbalimbali. Kwa mfano wadudu wanaosababisha ugonjwa wa typhoid wanakuwa wanafika katika mazingira yetu kwa urahisi, kwa sababu maji yanayofurika yanatiririka na yanapita katika sehemu mbalimbali, katika mboga. Kwa hiyo pale tunapokula saladi unakuta saa nyingine wale wadudu wanaingia katika mifumo yetu ya tumbo. Kwa hiyo kutakuwa na dalili mbalimbali. Unaweza kupata tumbo kuuma, unaweza kupata kutapika, unaweza kupata hii sasa kwenda maliwato mara kwa mara, alafu unaweza pia ukapata homa kali na ukaishiwa madini kwenye mwili. Baadaye itabidi labda ufike hospitali katika kitengo ambacho ni serious zaidi kama ICU. Kwa hivyo hali hii inatokea na ni muhimu pia tukaelimika namna ya kujikinga. Tunataka tuzingatie usafi kwa ujumla. Kabla ya kula chakula tunawa mikono yetu vizuri kwa maji safi na sabuni. Baada ya kutoka maliwatoni kunawa mikono vizuri. Tuendekeze utaratibu huu mzuri ambao unatulinda afya zetu na afya za wenzetu manyumbani, makazini na katika vyombo vingine. Sasa Musa hujanawa mikono au nini kilitokea? Na wewe? Alafu mimi unajuaga desturi yangu. Mimi nitakuwa nimekula mboga na baada ya kula. Musa ana hiyo shida. Nitakuwa mboga. Nitakaa vizuri na mahusiano. Good morning. Habari za asubuhi.